Naam, bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali Sheikh wangu? Allah, alhamdulillah. Kwa salama? Alhamdulillah. Mashallah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Naam, ahibati alkiram, kama vile mnavyoona tukiwa na al-akh ambaye ni mgeni wetu katika chaneli yetu pendwa ya Nurul Qalb TV. Hivyo basi insha Allah tungeomba kwa fadhila zake aweze kutufikishia machache ndani ya masiku kama haya ambayo tunaenda kuyaanza, ambayo ni masiku ya Dhulhijja. Shekhe wangu, tukiwa katika tarehe moja ya Dhulhijja, ni vipi tunaweza tukalia nafsi zetu ndani ya masiku kama haya? Maana tunasikia kuwa masiku haya yana ubora zaidi na fadhila kubwa sana mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vile vile tulikuwa tunaomba kama mgeni wetu rasmi uweze kutupatia mwangaza na namna tunaweza tukalia nafsi zetu ndani ya masiku kama haya. Karibu sana. Jazakallah khair. Kwanza kabisa ni kutaka kujua kwanza ni nini haya masiku. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia hizi siku. Allah subhanahu wa ta'ala asema wal fajr wa layalin ashr. Allah ameyapia hizi siku wal fajr wa layalin ashr, na Allah ameyapia alfajiri, na ulama wasema wa kullu shay'in aqsama Allah bihi fa huwa mu'azzam. Chochote Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia leo ni kitu kikubwa. Ibn Abbas radiyallahu anhu wa Mujahid wa ghayruhu, ulama wasema wa layalin ashr, almuradu ni al-ashr ni Dhulhijja, ni katika hizi siku ambazo kama Dhulhijja. Kwanza ni Muislamu lazima kwanza anajua zile siku bora ni siku gani, ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia. Hakikatan hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna amali ambazo kwamba mtu anafaa kufanya katika hizi siku. Kama utaniruhusu nikuelezee. Naam, karibu. Zile amali njema ambazo kwa mtu anafaa kufanya ni nyingi sana. Kwanza kabisa ni al-ikthar min as-siyam, mtu kukithirisha kufunga, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam anasema ma min ayamin al-amalu salih fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hakuna siku bora ambayo ni mzuri inampendeza, yani inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama hizi siku. Masahaba wakamuuliza hata jihad? Mtume alayhi salatu wasallam akasema hata jihad fi sabilillah, isipokuwa mtu ambaye kwamba ametoka yeye nafsi yake na mali yake ameenda jihad, ni yule mtu akaenda akauliwa kule na hakuna kitu kilichorudi aslan. Amali ya kwanza ni asiyam. Amali ya pili ni mtu kushikamana na faradhi. Faradhi tusizipoteze, faradhi zile sala za faradhi tuziweke wakati wake. Alafu ni jambo lingine ni kathratu takbir wa tahmid wa al-a'malu salihah kullaha, na kusoma Qur'an kwa wingi, ila ni nyingi, kuunga kizazi, kuwafanyia wema wazazi wawili, kuunga kizazi, kuwatendea wema majirani, yote ni a'malu salih. Lakini asli ni mtu kudhirisha adhkar na takbir na tahmid. Hizo ni zile amali muhimu mtu anafaa kufanya katika hizi siku. Katika hizi siku wallahi Allahu musta'an, katika hizi siku kitu ambacho kama tunafaa kuzidisha ni kitu kimoja. Muislamu lazima ajue zile amali anazofanya katika hizi siku Allah subhanahu wa ta'ala huzipokea zaidi kuliko zile siku zingine, kwa sababu hizi siku ndani yake kunapatikana nini? Yawm Arafa, nayo ndiyo rasul hajj, ile siku ya hajj. Allah subhanahu wa ta'ala anashuka bikaifiyati tariqu bijalali, akiwaambia wale malaika, angalieni viumbe vyangu hawa. Zile siku bora hizi, bora kabisa, hiyo kuna ndani yake kuna yawm Arafa. Kwa hiyo mtu akifanya amali njema Allah subhanahu wa ta'ala anampa nyongeza. Na kinyume chake ni gani? Mtu akifanya amali mbovu ambayo hamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, la shaka huyo mtu itakuwa amefanya jambo baya na dhambi yake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hivyo basi ndugu yangu Muislam, faida tumezipata na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuona ametuteua, ametuchagua tukawa miongoni mwa watu ambao wamefikia masiku kama haya. Hakika ni ikram kubwa sana kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi insha Allah tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaosikiza na kuweka katika matendo, na wala tusiwe miongoni mwa wale ambao wanasikiza alafu hawaweki katika matendo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Elimu ya kweli
mwangaza wa mbali, Nurul Qalb TV.